Na leo mtazamaji, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amelihutubia na kulifunga bunge la 12 ambalo hatima yake ni leo, lakini usitishwaji utatangazwa hapo baadaye kwenye gazeti la serikali. Kwa hiyo kwa leo tunazungumza kwanza kitendo alichokifanya cha kulihutubia pamoja na kulifunga bunge la 12 imekaaje kwenye muktadha wa kisheria. Wakili Novatus. Nashukuru sana. Kwanza, rais kuvunja bunge au kusitisha shughuli za bunge ni kwa mujibu wa utaratibu wa nchi za kidemokrasia kama ya kwetu ambazo zina muhimili wa kibunge. Hakuna ibara ya moja kwa moja ambayo inaeleza rais kuvunja bunge tunapoelekea uchaguzi mkuu, lakini hata hivyo ibara ya 90 ibara ndogo ya kwanza na ile ibara ndogo ya pili inaelezea kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana mamlaka ya kulivunja bunge miezi 12 wakati wowote ambapo ataona inafaa. Sasa kwa wakati huu tunaelekea uchaguzi mkuu, na baada ya hapo itatoka notisi ya serikali na baadaye Tume ya Taifa ya Uchaguzi itatangaza tarehe maalum ya uchaguzi mkuu na hata ni wakati gani watu waanze kuchukua fomu. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao ni wa kikatiba, lakini wakati huo ni utaratibu wa kidemokrasia na mamlaka ya rais wetu katika nchi yetu. Yes. Na pia tumeona katika madiwani tayari wameshaondoka, kuna mabaraza ya madiwani lakini wanaoshika utendaji wa kazi katika kata zetu wenye viti wale. Sasa tukija hili bunge hapa, wabunge ndo tunatawanyika majimboni sasa, lakini unatawanyika ukiwa kama mwananchi naweza nikasema hivyo. Kiutendaji imekaa vipi kijimbo? Kwanza nianze kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani ni kwa mujibu wa sheria kwamba waziri mwenye dhamana huwa anafanya kazi hiyo siku 7 kabla rais hajalivunja bunge kutokana na notice ya kuvunja mabaraza ya halmashauri. Lakini kwa mujibu wa, kama nijikumbushe kidogo hapa, kanuni za sheria za serikali za mitaa, mamlaka ya wilaya, sura ya 283 ambayo imetungwa chini ya kifungu cha 4 na kifungu kile cha 173 che. Hii ni mamlaka alionayo waziri mwenye dhamana au waziri wa TAMISEMI. Kwa hiyo kuvunja ni kwa sababu pia tunaelekea uchaguzi mkuu, lakini haimaanishi kwamba kama ulivyosema kuvunjwa bunge, wabunge wakati huo wanakuwa sio wabunge. Ubunge wao unaisha baada ya wananchi kwenda kuwa wamepiga kura ya hapana, na utaendelea kwa kipindi cha pili kama watakuwa wamekidhi viwango vya wananchi wao kwenye majimbo husika. Kwa hiyo uwakilishi utaendelea kwa sababu serikali ipo, kuna viongozi mbalimbali kwenye halmashauri hizi, kwenye mitaa yetu. Kwa hiyo serikali itaendelea. Na pia kuna nafasi hiyo ya kiutendaji. Kwa hiyo wabunge hawatajihusisha na shughuli zote au watajihusisha kama wananchi katika majimbo kiutendaji? Kwa sababu bado nafasi yao inatambulika kama wabunge kwenye hilo jimbo. Wataendelea kujihusisha kama wabunge. Lakini kwenda kuwasemea wananchi bungeni ni mpaka sasa litakapokuja bunge lingine baada ya uchaguzi. Na pia tunaposema kwamba, nafikiri umenijibia lile la kuwasemea wananchi, tayari umejilibia kwenye maelezo. Tukija sasa, unalionaje bunge hili la 12 lililo tamatika hapa siku ya leo? Utendaji wake, limepitisha miradi ipi ya maendeleo ambayo wewe kama mwananchi ukiachia na uwakili wako usomi unaikumbuka na unasema kweli bunge hili lilikuwa ni miongoni mwa bunge lililopitisha vitu vya msingi ndani ya taifa letu? Kwanza ni uchangamfu wa wabunge katika kukumbuka majukumu yao katika kuwakilisha wananchi. Kwa kweli mimi, wabunge ni wengi, lakini niseme tu kwa kweli kati ya wabunge wanaonivutia ni wabunge vijana. Akiwemo Festo, Senator huyu mbunge wa Makete na Timotheo Mzava. Ni wabunge kwa kweli wakisimama pale unajifunza, unafurahi. Sisemi kwamba wengine hawafanyi hivyo, lakini kujibu swali moja, waliokuvutia, walionivutia kikatiba inaruhusiwa, kwa sababu mara nyingi vijana tunakuwa tunapata changamoto nyingi tukiingia kwenye uongozi, lakini wenzetu kazi wanaifanya vizuri kule kwenye wakilishi, lakini pia hata jimboni. Lakini nirudi kwenye swali.
Kitu ambacho kimenivutia ni kwanza katika bunge la bajeti, lakini pia namna serikali ambavyo iliwekeza katika miradi mbalimbali katika kumalizia majukumu yake katika sehemu mbalimbali. Nitatoa mifano midogo. Kwa mfano, bajeti ya kilimo ilikuwa mara ya kwanza takriban Mheshimiwa Rais Samia anaingia ilikuwa kama milioni 200 hivi, lakini leo tunazungumzia trilioni 1.5 za kilimo. Lakini wakati huo kumewekwa ruzuku kwenye pembejeo, ruzuku kwenye mbolea. Kwa hiyo mkulima kwenye dawa pia. Kwa hiyo mkulima anaweza akanunua ule mfuko kwa bei nafuu ya mbolea. Kwa mfano, badala ya kununua 1,500,000 ananunua kwa 70,000. Lakini tukumbuke kwamba kila kitu kinafanyika hapa duniani kama mwanadamu na afya. Kwa kweli serikali imewekeza sana katika afya, ukizingatia zimejengwa zaidi ya hospitali mpya 9 za rufaa nje ya zile ambazo zilikuwepo awali, 2 ile ya Morogoro na hii ya kitaifa hapa Muhimbili. Lakini zaidi ya vituo 2115 vimejengwa nchi nzima. Lakini ukiangalia miradi ya kimkakati kama kumalizika kwa daraja la Tanzanite ambalo serikali yetu kwa 90% imejenga yenyewe, lakini pia katika mahusiano na serikali ya Korea Kusini. Lakini kuna daraja ambalo tumelijenga wenyewe, daraja la Kigongo Busisi au linafahamika kwa jina la heshima ya hayati John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5 pale Mwanza, tumejenga kwa fedha za ndani. Lakini pia treni ya SGR. Kwa hiyo yote haya yamechagiza katika maendeleo. Na wabunge waliweza kushauri serikali, waliweza kuikosoa na wakati mwingine kupitisha baadhi ya maridhiano ambao wamekubaliana katika nasema miswada mbalimbali ambayo ilikuwa imepelekwa bungeni na mawaziri wenye dhamana. Lakini ukiangalia pia katika bunge la bajeti, namna ambavyo walikuwa wanauliza maswali, namna ambavyo pia Mheshimiwa Rais alikuwa anafuatilia utendaji wa wabunge katika kuwakilisha wananchi, lakini pia kuangalia mawaziri wake wanavyojihusisha na bunge. Kwa hiyo hii kwa kweli inaleta sana moyo katika ukatiba wetu, lakini katika pia maono ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu nakumbuka hata wakati fulani, kama unakumbuka huyu mbunge Kishimba huyu wa Kahama aliwahi kutoa maoni yake kabisa kuhusu elimu yetu, na Mheshimiwa Rais sikumbuki maneno yake ambayo kwa kweli alisema, lakini alionyesha alifuatilia ule mchango, na wakati huo amekuwa akipita katika miradi mbalimbali akitatua kero za wananchi. Kwa hiyo ni kitu ambacho naweza nikasema kwamba ukiondoa zile nafasi kuu 3 za mamlaka ya bunge, yani kuwa ni chombo cha kutunga sheria, chombo cha uwakilishi kwamba wabunge wanaenda kuwakilisha wananchi, lakini chombo cha kushauri serikali, kuikosoa, na wakati huo kufuatilia kama misingi kama ya haki, misingi ya maendeleo. Kwa kweli naweza nikasema kwa asilimia kubwa kama 75 mpaka 90 imefanya vizuri. Lakini tukumbuke pia hili bunge sehemu kubwa nasema kwa lugha ya kisheria predominantly partisan, kwamba wabunge wengi walikuwa ni wa chama kimoja. Lakini kuwa wa chama kimoja au chama tawala haimaanishi hawakuwa na uhuru wa kuikosoa serikali. Mfano mzuri ni mbunge ambaye alikuwa anatoa hoja kuelezea matumizi ya fedha kule Arusha, Mrisho Gambo alieleza pale, spika akamsikiliza, baadaye akaja akajibiwa na wabunge mbalimbali. Kwa hiyo hili ni bunge kwa kweli kidemokrasia limewakilisha wananchi, pamoja kwamba kuna mapungufu machache. Katika demokrasia yote hakuna ule utimilifu. Na kuna ishu ya umeme. Umeme ilikuwa inatusumbua sana. Kwangu mimi kwenye bunge hili naweza nikalikumbuka kwenye sehemu ya umeme. Katika umeme inaleta kero. Lakini ukamilifu wa bwawa la Mwalimu Nyerere limepatikana ndani ya bunge hili pia, ukamilifu wake. Na hili unalizungumziaje? Kwa kweli mpaka sasa hivi ukiangalia umeme hasa vijijini, kwa takwimu ambazo nimezipata ni zaidi ya vijiji 229 wananchi wanapata umeme, na bado ni lengo la serikali kuwa na umeme maeneo yote nchini. Sio tu umeme wa kutosha, ila umeme kwa wakati. Yani tunasema supply na efficiency iwe ya kutosha. Lakini hili pia limetokana na mradi mkubwa wa kimkakati wa bwawa la Nyerere kuwa umekamilika wakati wa kipindi hiki cha kwanza cha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na hata pia tumeona kwamba hata treni yetu ambayo inaenda kwa kasi inatumia umeme. Hatujawahi kusikia hata mara moja kwamba wananchi wamelalamika treni imechelewa. Treni siku zote inawahi, na ni kwa sababu umeme inakuasha. Ukichelewa inakuacha ukichelewa. Kwa hiyo kwa upande wa umeme kwa kweli serikali imepiga hatua. Kuna mapungufu kama nilivyosema kwamba katika uwajibikaji wowote hakuwezi kuwa kuna kasoro,
lakini hayo mapungufu tumeona hata naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko amekuwa ni mfuatiliaji mzuri sana, kwa sababu pia ndio kwa sasa hivi ni waziri mwenye dhamana upande wa nishati. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine kero zinasikilizwa. Ukiangalia ndugu zetu wa TANESCO wamefika siku hizi pia wanatengeneza magrupu ya WhatsApp. Kama una changamoto yako, unaweza ukaangalia ni wilaya gani upo, ukaieleza pale wakakuhudumia. Na hiyo limeleta utatuzi wa haraka pia. Ndiyo. Na ukiacha umeme, kuna swala la maji, kuna swala la elimu kama ulivyolizungumzia. Unaweza ukagusia tu kidogo tu elimu ya juu na hata katika ujenzi wa vyumba vya madara. Tumeondokana na ile chaguo la pili. Chaguo la pili ni kwa sababu vyumba vilikuwa vitoshi tu. Ndio ukweli. Siku hizi hatuna chaguo la pili. Wote mnaenda form 5, wote mnaenda form 1. Nashukuru sana. Pamoja sina takwimu za moja kwa moja, mimi kwa njia moja au nyingine nina bahati kwamba nimetoka katika historia ya wazazi ambao walikuwa walimu wa sekondari. Nina ndugu ambao ni walimu wa sekondari na wachache ni walimu wa vyuo. Kwa hiyo kutokana na kusikia kwenye jamii, kwa kweli serikali imewekeza sana katika elimu. Nakumbuka hata pajuzi Mheshimiwa Rais akiwa ziarani kanda ya Ziwa, kuna shule nzuri sana ya serikali imefunguliwa. Sikumbuki jina moja kwa moja, lakini pia ilionyesha ni kwa namna gani sio tu watoto vijana wa Kitanzania, lakini hasa mtoto wa kike. Na ukumbuke ukimwelimisha mtoto wa kike unafaidisha familia, kwa sababu atakuwa ni mama anayeweza kumsaidia mume wake wa baadaye kulijenga taifa katika malezi bora na mikakati ambayo itakuwa na bongo inaweza kuleta suluhisho katika changamoto. Kwa hiyo sehemu kubwa pia elimu tumefanikiwa, lakini hata nikiangalia tunaposema STEM, science na technology na nini, tumeweza kuwa tunajifunza ukisasa wa hii vitu kama akili mnemba, kuviweza nasema kuintegrate katika mifumo yetu, kuweza kuvipokea. Kwa hiyo sehemu kubwa pia maendeleo yapo. Maendeleo yapo, na huyu nimeongea naye anatokea kanda ya Ziwa, kwa ile Busisi. Hujalikanyaga bado. Hujaenda nyumbani. Mungu akinijalia hapo sasa. Mungu akikujalia. Utaenda, Wasukuma watani zangu, mtaenda na baskeli mnarudi. Picha pale mnalipia pale. Mimi hakuna shida. Nitakuwa pale kituoni, Wasukuma wote nitawachaji hela wakifunga harusi zao. Karibu sana. Asante sana. Ni mtani wangu huyu, pamoja ni wakili anaitwa Novatus Igosha. Mtazamaji, tukihitimisha hivyo na zaidi ndio hivyo, Mheshimiwa Rais amelishalifunga bunge la 12. Tunawatakia heri huko majimboni na wote wanaoenda kujipanga warudi tena baada ya uchaguzi tutakaofanya wa Tanzania kwa mwaka huu, uchaguzi mkuu Oktoba. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Na asante sana kwa muda wako pia. Na asante sana mtazamaji wetu, asante kameramani na editor wangu Emmanuel Paul kwa mjadala huu. Naitwa Belinda Semtandi, nitakie tu wakati poa.